Haleluya, haleluya. Neema Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote mnaosikiza ujumbe huu. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti, mwalimu wa Biblia Tanzania nzima. Tanzania nzima, mwalimu wa Biblia. Hapa leo nimebahatika kupata kitabu Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Katekisimu kubwa ya Kanisa Katoliki. Hapa nasoma dibaji. Hii hapa. Dibaji hapa. Nitapitia dibaji hapa. Dibaji ya Kanisa Katoliki ya Katekisimu kubwa. Watu anzia hapa. Inasema, kwa agizo la Baraza la Maaskofu, tunashukuru Baraza la Maaskofu kwa kutoa mwongozo na kufuatilia utekelezaji wake. Sasa tunacho mikononi mwetu chombo thabiti na halali. Chombo thabiti na halali kwa ajili ya kufundishia imani Katoliki. Hiki ndicho chombo sahihi cha kufundishia imani Katoliki. Katekisimu kubwa. Hiki ndio chombo sahihi cha kufundishia imani Katoliki. Roman Catholic. Imani walionayo Rumi, ambao ndio mwanzilishi wa dini zote ulimwenguni. Ambazo hata dini baada ya kujiondoa kutoka katika kanisa la Rumi kwamba wanaabudu masanamu. Ukianzia Moravian, Methodist, Orthodox, zote Anglikana, Pentecost, Sabato, zote zilitoka kwenye mafundisho ya Katoliki, zote. Maana walitoka kwenye makanisa ambao viongozi wao walikuwa ni mapadri, walitoka kwenye kanisa Katoliki wakaanzisha makanisa yao. Lakini walisahau kitu kimoja. Ijumaa pili ilibaki ni ile ya Katoliki, misalaba ilibaki ni ile ya Katoliki, mafundisho ya jumuiya yalibaki ni yale ya Katoliki, kumhubiri ule Mungu wa Katoliki, ule Mungu jua ni alibaki ni ule Mungu wa Katoliki. Walichokiacha tu ni yale masanamu ya Bikira Maria basi na yale maombi ya kina Bikira Maria. Lakini vingine vyote ni vya Katoliki. Kwa sababu walichonacho leo hizi dini zote zilizotoka kanisa Katoliki, hata waonyeshe kwamba nionyeshe andiko hichi mnachokifanya, hawana maandiko. Na wenyewe wanakuambia theology. Kwa hiyo matatizo ni yale yale yanaendelea. Sio kwamba wametatua tatizo, wameongeza tatizo. Kwa sababu walitoka au vingine wakavishika ila kimoja wakakiacha. Dini zote ziko hivyo. Hata Uislamu hivi mnajua kabisa, hata Uislamu ulitoka ndani ya kanisa Katoliki. Hata Uislamu, kwa sababu wakati Uislamu unaanzishwa kule Saudi Arabia, Ukatoliki ulikuwa tayari umekwisha ingia. Na waliomfundisha, waliokuwa wanamsomea Muhammad yale maandiko walikuwa wanasema ametokewa na Mungu, walikuwa ni Warumi. Walikuwa wamefundishwa na Warumi. Walio wengi walikuwa ni wanafanya kazi kwa Warumi, walikuwa na imani ya Kirumi, walikuwa ni Wakatoliki. Kwa hiyo yeye akatumia njia yake kuanzisha dini yake kupitia mfumo ule ule wa Rumi. Kwa hiyo hakuna walichokikimbia, bali ni kile kile. Ni kile kile tu. Dini zote zimetokea kule. Isipokuwa tu dini moja, dini mbili tu. Duniani ndio hazijatokea Rumi. Duniani ni dini ya Kihindi na dini ya Kichina. Wao wamebaki na imani zao. Na dini ya Kiyahudi. Dini tatu, sio dini mbili, dini tatu. Ya Kiyahudi, ya Kichina na ya Wahindi. Hizo ndio dini ambazo hazikutokea Rumi. Lakini dini zote zimetokea Rumi. Mfumo ni ule ule. Tunataka tuangalie hapa katika ukurasa wa 400. Kuhusu Maria. Maria ni nani? Maana wanasemaga Maria hakuzaa watoto wengine. Maria alibaki bikira, alimzaa mtoto mmoja tu, Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Mimi nikasema hapana, Maria alizaa watoto wengine tu wengi, karibia 8. Wakina Yakobo, hata ukisoma katika wale mitume 12, alikuwa na ndugu zake wadogo zake ambao wameandikwa pale pale, na ndugu zake Yesu, ndugu zake Bwana, wadogo zake walikuwepo na wenyewe walikuwa ni mitume aliwachagua. Yakobo alikuwa ndugu yake, Yuda alikuwa ni ndugu yake, mdogo wake kabisa wa damu. Hata ukisoma Injili za Luka zote, Mathayo, walikuwa wanakuambia ndugu zako na dada zako wako hapa. Akasema ndugu zangu na dada zangu ni hawa wanaosikiza maneno ya Mungu na kuyashika. Mimi ndio mama yake na Yesu Kristo. Mimi ndio, wewe dada ndio unaisikiza maneno ya Yesu na kuyashika. Wewe ndio ndugu yake na Yesu Kristo. Mpaka ndugu zake walidiriki kusema kwamba huyu mtu ana pepo, wanatembea na kamba, wanataka mfunge kwa nao yafanya, kwamba huyu mtu amechanganyikiwa. Haya, ngoja tusome tu kidogo kwamba je, Maria alikuwa na watoto wengine au alikuwa hana? Ili tufananishe kwenye kitabu chenyewe cha kwao, Katekisimu ya Kanisa Katoliki, chombo sahihi, sio Biblia.
Biblia sio chombo sahihi cha kufundisha imani Katoliki. Hiki ndio chombo sahihi na yani cha kufundisha imani Katoliki. Tuangalie hapa ukurasa wa 479. 479. Hii ni sura ya 137. Sura ya 137 aya ya 497. Hii hapa. 137 sura aya ya 479. Aya ya 479 inasema hivi: masimulizi ya Injili yanaona bikira kuchukua mimba ni kazi ya kimungu inayopita kila ufahamu na kila uwezo wa kibinadamu. Mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Malaika alimwambia Yusufu kuhusu Maria mke wake. Tayari Maria alikuwa ni mke wa mtu, mke wake. Kanisa likaona katika hilo utimilifu wa ahadi ya Mungu iliyofanywa kwa kinywa cha nabii Isaya. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume. Sasa tunaenda ukurasa tunaenda aya ya 498. Ile tumesoma 497. 498 inasema, ukimya wa Injili ulioandikwa na Marko na barua za Agano Jipya mitlafu Bikira Maria kuchukua mimba mara kwa mara kumekuwa sababu ya mashaka. Iliwezekana hata kuuliza kama hizi ni hadithi au maelezo ya kiteolojia, lakini bila uhakika wa kihistoria. Kwa hiyo huku wenyewe wanasema Maria alibeba mimba mara kwa mara, halafu huku wanasema hakuzaa, alibaki mtakatifu daima. Hivi hawa tunawachukuliaje? Hili kanisa hili na haya makanisa ambayo huwa wanasema kwamba sio Wakristo, wao ni Wakatoliki lakini wanatumia jina la Yesu Kristo kwa matumizi yao, Wapentekoste wanatumia jina la Yesu kwa matumizi yao. Hawa tuwaiteje? Maana tunapochukua vitabu vyao tunaona maelezo ni tofauti. Haya, tuangalie sehemu nyingine. Ukurasa wa 500. Ukurasa wa 138 aya ya 500. Ukurasa wa 138 aya ya 500. Inasema, mafundisho haya yanapata mara kwa mara upinzani kutokana na maandiko matakatifu yanapoongea juu ya ndugu na dada wa Yesu. Mafundisho haya, yani mafundisho ya kanisa Katoliki, mafundisho haya yanapata mara kwa mara upinzani kutokana na maandiko matakatifu. Mafundisho ya imani Katoliki yanapata upinzani kutoka kwenye Biblia. Wao wameandika vya kwao na Biblia imeandika cha kwake. Ni vitu viwili tofauti. Mafundisho haya yanapata mara kwa mara upinzani kutokana na maandiko matakatifu yanapoongea juu ya ndugu na dada wa Yesu. Kanisa limetambua daima kwamba sehemu hizo hazitaji watoto wengine wa Bikira Maria. Kanisa Katoliki limetambua kabisa kwamba sehemu hizo hazitaji watoto wengine wa Bikira Maria. Sasa jamani, tunapokuwa tunaongea uongo kwenye mambo ya imani, mambo ya kiroho, mambo ambayo ni maisha ya mwanadamu, sisi tuitwa wakina nani? Upinga Kristo ni upi kama huu sio upinga Kristo waziwazi? Huu ni upinga Kristo huu. Biblia kabisa naona kabisa ndugu wa Yesu, dada wa Yesu, ndugu zake, dada zake, wao kwenye mafundisho yao wanaandika vitabu kwamba hakuzaa ili wampe vyeo vyao wanavyojua wao. Waendelee kumtumikia, waendelee kupiga hela, waendelee kutajirika, waendelee kuwa matajiri. Huku vitabu vyao vyenyewe vinaongea kabisa ukweli. Sasa kama hiki ni chombo thabiti cha ajili ya kufundishia mafundisho ya imani Katoliki, kwa nini hakitumiki kwenye kufundishia kanisani kule? Bali wanadunkunukua wanaandika vitabu vidogo vile vya katekism vinauzwa 7,000, 10,000, 17,000 ndio wanafundisha. Hiki kikubwa hichi wanakisoma tu wale mapadri na maaskofu basi, ambacho ndio kina siri kubwa. Na waomba nyewe Katoliki na nyewe watu dini nyingine, someni vitabu vyenu mnavyopewa vizuri, au hawana mbingu ya kuwapeleka. Biblia imejitosheleza. Kuandika hiki kitabu na kuwafundisha watu, mnawaharibu yote. Mnawaharibu. Kwa hiyo inapaswa watu wasome Biblia. Msiwape hivi vitabu vingine, mnawaharibu. Hebu ngoja tuishie hapa. Maana tukichambua zaidi hiki kitabu hichi tutatoa mambo mengi, lakini tutaendelea kukichambua. Na hapa pia ninacho hichi hapa. Maisha ya Nabii Muhammad sallallahu
maisha ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisha ya Nabii Muhammad, mtume wa Kiislamu. Kwa hiyo chenyewe pia tutakuja tutakipitia, tutajifunza pia. Lakini hapa tumeona Bikira Maria kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki, na ana watoto wengine, ana ndugu zake. Na wamesema Kanisa Katoliki wao hawatambui watoto wengine, wala mafundisho ya Kanisa Katoliki yanapata upinzani kutokana na Biblia. Sasa, je, leo mpinzani wa Biblia, mpinzani wa maandiko, huyo atakuwa nani? Tumuite nani? Bila hivyo atakuwa mpinga Kristo. Nani kweli mpinga Kristo? Na watu wote wanaofuata hizi Jumapili, na pia tutaangalia Jumapili ilitoka wapi kwenye hiki kitabu, ili nikuonyeshe kwamba dini zote zilikataa mafundisho haya Maria, lakini wakaingia kwenye mitego mingine. Jumapili kwenye Biblia haipo kwamba siku ya kusali ni Jumapili, no. Wala hakuna siku ambao walikuwa wanakusanyika siku maalum kwamba wanakusanyika waende wakasali ni siku fulani, no. Biblia inasema tusiache kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine, tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa siku ile kwa inakaribia. Kwa hiyo sisi tunaenda kuonyana, tuende kuhubiria mapokeo ya watu, tunaenda kuonyana, ndugu yangu usitende dhambi, usifanye hivi. Ndio Ukristo ulivyo. Tunaenda kuonyana. Tunaenda kuhimizana katika upendo. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji wa Injilisti, mwalimu wa Biblia Tanzania. Tuendelee kujifunza. Kama una swali uliza. Usiache kuuliza swali ili tuendelee kujifunza zaidi. Na usiache kutaja dini yako na dhehebu lako ili dhehebu lako tulifanyie kazi. Tuingize kwenye Biblia. Kama litafiti, endelea kusali. Kama alifiti, toka. Mwache huyo Mungu wa dini hafai. Mungu wa dini ni hatari. Na tukao tumpeleleze na tumwangalie. Ndio maana katika waraka wa Yohana wa kwanza 4 inasema, waraka wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza inasema kwamba tusiache kuzichunguza hizo roho. Kwa hiyo lazima tuzichunguze hizo roho. Tuzichunguze. Na ile waraka wa Yohana kwamba ile 2:28 kuendelea, kama mtu anataka kutupoteza tusiendelee kumsikiliza, tuachane naye. Kwa na sisi tuna uhakika, tuna uhalali wa kuendelea kuzichunguza hizo roho kwamba je, zimetokana na Mungu au za hapa duniani, ili tuweze kuachana nazo. Maana tumeona roho nyingi hizi roho nyingi ni za hapa duniani. Hizi Biblia imejitosheleza yaani zimejitosheleza kumpa kiu ya mwanadamu, kummaliza kiu yake mwanadamu. Yesu Kristo yupo kwa ajili yetu. Yesu Kristo yupo kwa ajili yetu. Hajawahi kushinda kitu. Na sisi tupo watumishi wake. Watumishi wake hapo. Wa kweli. Achana wale wa sadaka, achana wale wa makanisa. Wale wa makanisa wapo kwa ajili ya faida zao. Ni taasisi zile. Wale ni wafanyabiashara. Dini ni wafanyabiashara. Kanisa, yani biashara ya kanisa inalipa. Biashara ya kanisa inalipa. Hakuna biashara inayolipa hapa duniani. Ya kwanza ni kanisa. Ya dini. Ya pili ni baa. Kwa sababu vyote vinashawishi watu watende dhambi. So waache dhambi. Kwa sababu huwezi kwenda kusali hujui dhambi ni nini. Maana itakuwa ujue dhambi ni nini, lakini hujui dhambi ni nini. Kwa hizo ni biashara zinazolipa. Biashara zinazolipa. Ni mwalimu wenu jamani. Subscribe, like, comment, share. Endelea kujifunza, tujifunze pamoja. Tuweze kujua siri nyingi sana. Acha Biblia Iseme TV, fuatilia mafundisho yangu, comment, share ili wengi wajifunze. Usiache kuwasaidia wahitaji. Peleka kwa mkono wako wewe mwenyewe, wapelekee wahitaji. Wapelekee wahitaji. 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, laki, milioni. Usiache kuwasaidia wahitaji. Fanya hivyo utabarikiwa. Yesu Kristo hatakuacha. Kama hatakuacha. Na usiache kuomba kwa jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu. Shukuru kwa jina la Yesu. Kila shida, kila kusudio mwambie Yesu Kristo atakusaidia. Asante.